Unaweza ukajuaje sauti ya malaika? Sauti ya malaika inakuwa fupi. Malaika hasemagi maneno mengi, lakini sauti inakuwa na kuepusha sehemu za hatari. Haleluya. Ni kama mfano, usiingie mwa hii bisi, na wakati hautaingia mwa hii bisi sio naenda unakusikia ile bisi fanya matatizo. Haijawahi kutokea kitu cha hivyo. Haleluya. Hii ni sauti ya malaika. Usipande hii kinga au hii moto. Usitumie moyo mgumu. Malaika hasemagi maneno mengi, mafupi tu, lakini katika eneo la kukukinga. Amen. Toka hapa uende. Malaika anakuwa anatumia hiyo njia. Malaika anaweza kuambia usijibu. Yes, katika eneo ambalo anaona kuna hatari, anakuambiaga usimjibu kaki. Tena sauti ndogo, lakini na utasikia tena. Hasemagi sana malaika wa Bwana. Amen. Sasa kwa sababu ni wahudumu wanaowahudumiaga wale wanaopokea wokovu, akiwa katika huduma yake anatambuaga eneo lako la hatari. Unajua malaika anaweza kuambia usikuomba. Unasikia tunaamka na unaanza kuomba. Malaika anaweza akwambia amka. Walikuwa wakimwambia Elia hivyo mara nyingi. Kumbuka chini ya mti wa mretemu malaika alimwambia amka. Sema amen. Na hata kuambia maneno mengi malaika. Sasa kuna wakati tunakuwa tunasikia sauti hizi, lakini hatutajua nani anazungumza na sisi. Lakini mimi niliwahi kuambia jambo katika hili somo. Niliwaambia kinachoonyesha kama wenzetu wa Agano la Kale walikuwa na imani nyingi kuliko sisi, ni kwa sababu sauti hizi walikuwa wenyewe wanazipatia valeur, walikuwa wanazivalorize, wanazipatia thamani kubwa. Akisikia sauti ya namna hii, walikuwa wanajenga madhabahu, wanatoa sadaka. Haleluya. Anajenga madhabahu na anatoa sadaka kwa kusudi amuoneshe Mungu kama amefurahishwa na huduma ya kiroho ya upande wa Mungu. Haleluya. Na hii ilikuwa inasituma Mungu anawasemesha sana. Lakini sisi huwa tunapuuzia vitu. Ni mara nyingi ulishajikutana umeanguka katika hatari ya jambo ambalo lilikatazwa mapema. Ulitia sauti ikakwambia usifanye hivi, lakini kwa ujinga wako unafika unavifanya. Na hii ndiyo maisha yetu ya kila siku. Na ndio maana tunapitia katika maisha ambayo inajaa maesheki mengi. Haleluya. Kwa sababu hatuna ile namna gani ya kuvalorize sauti, kati ya samani sauti ya Mungu inapokusemesha. Hata ikiwa ni malaika wake alitumwa, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi kwamba Mungu huwa anawatuma malaika zake katika vituo vya watakatifu. Imani shimwe chane, ili wawafanyie huduma. Na anapokusemesha usichukulie hili jambo rahisi. Kumbuka alisikia sauti ya malaika akatoa sadaka. Yes, kwa nini malaika asirudi tena? Kwa nini Mungu asimtume tena na tena? Lakini malaika wanakuwa na sistema nyingine ya pili. Unajua malaika huaga wanajigeuza watu. Waebrania sura 13 mstari wa 2 inasema msiache kukaribisha wageni, kwa sababu wengine wanawakaribisha malaika pasipo jua. Haleluya. Malaika huwa wanajigeuza watu katika eneo la kukusaidia. Sauti ya Roho Mtakatifu huwa unasikia ni sauti ndogo, lakini inaongelea ndani. Inakuaga na kanguvu. Ni ndogo lakini iko na kanguvu ndani. Mnanielewa? Lakini inakujanga iko na kauwezo, lakini ni ndogo lakini inaongea kwa ndani. Na ukisikia ndani inatawala moyo wako. Sauti inaweza kukuambia mambo yajayo au mambo yaliyopo au yaliyopita. Inaweza kukuambia fanya hiki. Amen. Inaweza kukuambia fanya hivi, pita hapa. Inaweza kukuambia ufanye nini mbele ya shida ambayo yenye uko nayo. Sauti inaweza kukuambia sheria, inaweza kupa sheria. Tangu leo usifanyage hivi, tangu leo usifanyage hivi, na tangu leo usifanyage hivi. Tangu leo uwe nafanya hivi, tangu leo uwe nafanya hivi. Roho anaweza kukuambia ufanye kazi fulani. Roho anaweza kukuambia fanya maombi. Haleluya. Roho anaweza kukuambia ombea nyumba yako. Roho anaweza kukuambia ombea mtu fulani. Roho anaweza kukuambia vya mingi tu. Amen. Haleluya. Na Roho anaweza kukufunulia jambo ambalo litakuja kesho au kesho yake, au jambo ambalo lilipita. Kwetu kujipamba ni dhambi, lakini kwa mtu alishakuwa kiroho, lakini mtu angali mchanga kiimani, Roho anaweza akamvumilia, kwa sababu kuna eneo ambao hajaelewa kitu. Amen. Kuna watu ambao wanaweza kuwa wasijipambe kwa sababu ya sheria ya kanisa, lakini akihama katika kanisa na anaendelea anavifanya. Akihama tu mwa kanisa, tutakuonesha kama haiko tena mwa kanisa, anafanya vile vinyatufanyage. Nabo murabona. Haleluya. Au akitoka katika inchi hii anaenda katika inchi nyingine, unakuta alishabadilika. Ujue kama huyo mtu alikuwa anavifanya kwa sababu ya kuheshimu sheria ya kanisa, lakini Roho hakuwahi kuzungumza pamoja naye. Haleluya. Pamoja na kwamba kuna sheria za Torati. Haleluya. Lakini pia na kuna sheria ya Roho wa haki. Warumi sura 15 mstari wa 16 utaandika hapo. Haleluya. Kuna sheria ya Roho wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho naye ana sheria, na sheria zake anasikiaga kitu
na kuzungumza. Usikuwe tena unatoa 100 uwe unatoa 1000. Usikuwe unatoa 1000 uwe unatoa 2000. Amen. Uwe unatoa cha 10. Na kama sauti ilitoka ndani mwako wewe mwenyewe ulisikia, hili jambo huwa linakugeuza sana kuliko yale ambayo sisi tunakuambia. Ndio maana huwa tunawaambia watu, kuna watu wako hapa, haleluya, hata akihama hii kanisa anaenda nchi za Ulaya hawezi jipamba, sababu kuna roho alizungumza pamoja naye.